Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 7 Juni mwaka 2026. Ni siku nyingine muhimu ambayo wengi wetu tunapokea kwa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, huku wengine wakijiandaa kuelekea makanisani kwa ajili ya ibada na maombi ya kila wiki. Basi tunaposindikiza katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, tunawaletea taarifa mbalimbali za hapa nchini na nje ya nchi, zikiwemo taarifa za usalama, siasa, uchumi pamoja na matukio ya kijamii endelea kuasili maisha ya wananchi wetu. Hii ni Kivu News Info ambayo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja kabla yote, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha anasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 7 Juni mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeendelea kulahani mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na muungano wa RDF M23 katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi, licha juhudi nyingi za diplomasia zinazofanyika ndani na nje ya nchi kwa lengo la kurejesha amani. Kauli hiyo imetolewa siku ya jana Jumamosi tarehe 6 Juni na msemaji wa muda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Luteni Kanali Marke Uzukai Mongba, wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makubaliano na zilizotolewa kupitia mchakato ya amani ya Washington na Doha bado hajatekelezwa, haijaleta matokeo yanayotarajiwa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kuwa baada ya kusitisha mapigano, muungano unaendelea na mashambulizi dhidi ya raia pamoja na baadhi ya nafasi za kijeshi katika mikoa ya Kivu Kaskazini vile na Kusini. Jeshi linaeleza kuwa katika maeneo kadhaa Kivu Kaskazini pamoja na nyanda za juu za Fizi na Uvira katika Kivu Kusini, mashambulizi yanaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Kwa mujibu wa FARDC, vitendo hivyo vimesababisha vifo vya watu wengi, kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani na uharibifu mkubwa wa mali za wananchi. Msemaji wa jeshi alisitiza kuwa hali hiyo inaonyesha wazi kuwa juhudi za kisiasa na diplomasia zinazofanyika bado hazijafanikiwa kumaliza migogoro inaendelea kwa zaidi ya miongo mitatu katika eneo la Maziwa Makuu. Alisema kuwa licha matumaini yaliyowekwa katika mazungumzo ya amani, hali halisi ya usalama uwanjani inaendelea kuwa mbaya. Bala mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya serikali, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia limelaani mashambulizi yanayolenga miundombinu muhimu ya taifa. Jeshi limetaja hasa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangkok ulioko mjini Kisangani katika jimbo la Chopo. Kwa mujibu wa jeshi la FARDC, miundombinu hiyo imekuwa ikilengwa mara kadhaa na matumizi ya ndege isiyo na rubani maarufu kama drone. Jeshi linaamini kuwa mashambulizi yanaonyesha kuwa tishio bado ni kubwa na inaendelea kuhatarisha usalama wa taifa pamoja na huduma nyingine za serikali. FARDC inasema kuwa lengo la mashambulizi ni kuendelea kuweka shinikizo kwa wananchi na vikosi vya ulinzi vinavyolinda maeneo mbalimbali ya nchi. Kutokana na hiyo, jeshi la Kongo limesema limeimarisha hatua za usalama katika maeneo nyeti na kwenye miundombinu muhimu ya taifa ili kuzuia mashambulizi zaidi. FARDC imewahakikishia wananchi kuwa itaendelea kuwa macho na kuchukua hatua zote zinazohitajika kwa ajili ya kulinda raia pamoja na mali za umma. Katika taarifa hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imeshtumu waasi wa M23 kwa kile linachokita ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Jeshi linasema kuwa licha hadi zilizotolewa katika mikutano mbalimbali ya amani, mashambulizi yameendelea na hivyo uhatarisha matumaini ya kurejesha utulivu wa kudumu katika mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa jeshi, vitendo hivyo vinaonyesha kutokuwepo kwa dhamira kweli ya kuheshimu makubaliano ya kufikiwa chini ya usimamizi wa upatanishi wa kimataifa. FARDC inaamini kuwa kuendelea kwa mapigano kunazofisha juhudi zote zinazofanywa kwa ajili ya kutafuta suluhisho la amani. Wakati huo jeshi la Kongo limeeleza wasiwasi wake kuhusu kile linachokita kampeni za upotoshaji wa habari zinazolenga kubadilisha ukweli na wa hali iliyopo mashariki mwa nchi. FARDC inasema kwa baadhi ya wahusika wa ghasia hizo wanajaribu kuhamisha lawama na kupotosha maoni ya wananchi pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kuficha wajibu wao katika vitendo vya kiukwaji wa haki za binadamu.
Jeshi linaeleza kuwa licha ya changamoto zote zilizopo linaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sheria za nchi na mikataba ya kimataifa ambayo taifa limeidhinisha. FARDC imesisitiza kuwa itaendelea kulinda raia, kupambana na makundi yenye silaha na kuleta na kutetea mipaka yake na mamlaka ya nchi. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wanaeleza kuwa licha uwepo wa mikataba ya Washington na mazunguko na mazungumzo yanayoendelea Doha nchini Qatar, hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Kongo inaendelea kuzorota. Wanasema kuwa pengo kati ya makubaliano ya kisiasa na hali halisi ya uwanja na mapambano bado ni kubwa. Wataalamu wao wanaamini kuwa ukosefu wa uaminifu kati ya pande zote zinazohusika pamoja na maslahi tofauti ya baadhi ya wahusika wa kikanda vinaendelea kuwa kikwazo kikubwa kwa utekelezaji wa makubaliano ya amani. Marekani na Qatar ambazo zinaongoza juhudi za kupatanishi zinaendelea kukatiwa kuongeza shinikizo kwa wahusika wote ili kuheshimu ahadi walizozitoa. Hata hivyo, hadi sasa wito wa kimataifa kutaka kusitishwa kwa mapigano na kuheshimiwa kwa makubaliano ya amani bado hujaleta matokeo makubwa. Kila upande unaendelea kutafsiri vipengele vya makubaliano kama kwa namna yake, jambo linalofanya utekelezaji wake kuwa ngumu zaidi. Katika mchakato wa Doha pia tofauti kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 bado zinaendelea kuwepo. Licha ya duru za kadhaa za mazungumzo zilizofanyika, hakuna makubaliano ya mwisho yalifikiwa kuhusu masuala muhimu yaliyosababisha mgogoro huo. Huku juhudi za diplomasia zikiendelea, wananchi wa mashariki mwa Kongo wanaendelea kukabiliana na changamoto za usalama, ukosefu wa makazi na hali ngumu ya kibinadamu inayosababishwa na vita vinavyoendelea katika eneo hilo. Mapigano ndani yameripotiwa kuzuka katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini kati ya makundi yanayodaiwa kuwa ya wanachama wa kundi la silaha Twirwaneho. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vya eneo hilo, mapigano yalitokea karibu na mjengo ambao bado hujakamilika na unahusishwa na mwanasiasa wa zamani Moise Nyarukabo na Zarias Ruberwa, jambo lilozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Minembwe. Kwa mujibu wa mashahidi wa eneo hilo, milio ya risasi ilisikika kwa saa kadhaa na kusababisha taharuki katika mitaa mbalimbali ya mji huo. Wananchi wengi walazimika kukimbia majumbani mwao, huku wengine wakitafuta maeneo salama kwa hofu ya kukumbwa na mapigano hayo ambayo sababu zake halisi bado hazijajulikana. Taarifa kutoka kwa wakazi inaeleza kuwa mapigano yalihusisha makundi tofauti ya ndani ya Twirwaneho yenyewe. Chanzo kimoja cha ndani kinasema kuwa baadhi ya wapiganaji wa kundi hilo walijaribu kuondoka Minembwe, lakini walikamatwa na wenzao kabla kufanikiwa kutekeleza mpango wao. Familia za baadhi ya wapiganaji hao zinadaiwa kuwekwa chini ya ulinzi mkali au kuzuiliwa, linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wao. Mkazi mmoja wa Minembwe alieleza kuwa wananchi wengi wanaishi katika hofu kubwa, wakiamini kuwa mgogoro wa ndani unaweza kusababisha mauaji zaidi. Alisema kuwa kuna taarifa za vitisho dhidi ya familia za wapiganaji wanaoshukiwa kutaka kujitenga na kundi hilo la Twirwaneho. Tunahofia kuwa tunaweza kuuawa, familia zao pia zinaweza kuasirika kwa sababu vitisho tayari vimeanza. Sasa jambo kubwa ambalo wananchi wengi wa Minembwe wanaliomba ni kuona jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likirejesha udhibiti wa eneo hilo ili kuhakikisha usalama wa raia, alisema mkazi huyo. Kwa mujibu wa taarifa nyingine zinazozungumzia hali ya usalama katika eneo hilo, mapigano yalitokea kuanzia usiku saa 6 usiku hadi majira saa 10:30 alfajiri ya tarehe 5 Juni mwaka 2026. Katika kipindi hicho makundi yanayohusishwa na Twirwaneho yalirushana risasi kwa muda mrefu, hali inayofanya wananchi wengi kushinda usiku mzima katika hali ya hofu. Hadi sasa sababu rasmi za mgogoro wao za ndani bado hazijatangazwa, na hata hivyo wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa huenda kukawa na tofauti za kimkakati kuhusu mwelekeo wa vita, migawanyo ya madaraka au ushirikiano kati ya makundi mbalimbali yanayofanya kazi pamoja katika eneo hilo. Baadhi ya wataalamu wa siasa za kijeshi na usalama wa eneo la Maziwa Makuu wanaonya kuwa matukio yanaweza kuwa ishara migawanyiko inaongezeka ndani ya muungano wa makundi yenye silaha yanayofanya operesheni katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Wanasema kwa kuendelea kwa shinikizo la kijeshi na mabadiliko ya hali ya vita katika maeneo mbalimbali kunaweza kusababisha kutokuelewana kati ya washirika walikuwa wakifanya kazi pamoja hapo awali. Kwa mujibu wa wataalamu wao, hali ilianza kubadilika zaidi baada ya maendeleo mbalimbali ya kijeshi yaliyoshuhudiwa katika maeneo ya Kivu Kusini. Wanasema kwa baadhi ya wanachama wa Twirwaneho hapo awali walikuwa wakijikita zaidi katika madai yanayohusu usalama wa jamii zao, lakini baadaye walijikuta kushirikiana katika muungano mpana zaidi wenye malengo tofauti ya kijeshi na kisiasa.
Wachambuzi watatu wa masuala ya kijiografia na usalama walitoa tathmini yao kuhusu hali hiyo, wakiamini kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linafanikiwa kurejesha udhibiti kamili wa Minembwe. Migawanyiko mikubwa inaweza kujitokeza ndani ya makundi hayo yenye silaha. Kwa maoni yao, baadhi ya wapiganaji wanaweza kuchagua kujisalimisha, wengine kutoroka au hata wengine kubaki wakipambana na makundi madogo. Wataalamu wanaongeza kuwa migawanyiko ya ndani mara nyingi hujitokeza pale ambako makundi ya waasi yanakabiliwa na changamoto za kijeshi, ukosefu wa rasilimali au tofauti za uongozi. Hali kama hii imewahi kushuhudiwa katika migogoro mingine barani Afrika, ambako makundi yalikuwa na adui moja yalijikuta kigombana kutokana na maslahi tofauti. Wananchi wa Minembwe wanaendelea kuathirika na hali hiyo ya sintofahamu. Shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimeendelea kusuasua kutokana na hofu ya mapigano mapya. Baadhi ya familia zimeripotiwa kuanza kuondoka katika maeneo yanayoonekana kuwa hatari zaidi, huku wengine wakisubiri kuona namna hali itakavyobadilika katika siku zijazo. Mpaka sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliojeruhiwa au kupoteza maisha katika mapigano hayo ndani. Hata hivyo, taarifa kutoka kwa wakazi zinaonyesha kuwa hali ya wasiwasi bado ni kubwa katika mji wa Minembwe na maeneo yanayoizunguka. Wananchi wengi wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vikosi vya usalama kuimarisha uwepo wao katika eneo hilo ili kuzuia kuongezeka kwa ghasia na kuhakikisha usalama wa raia. Sasa macho ya wakazi wa Minembwe yanaelekezwa kwa maendeleo ya hali ya usalama, huku wakitumaini kurejea kwa utulivu baada ya kipindi kirefu cha migogoro na mapigano katika eneo hilo. Usalama katika mkoa wa Ituri unaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya kupatikana kwa miili 7 ya watu waliouawa katika mazingira ambayo bado hayajafanuliwa kikamilifu. Miili iligunduliwa siku ya Ijumaa tarehe 5 Juni katika eneo lililoko takriban kilomita 3 kutoka mji wa Biakato ndani ya utawala wa jadi wa Babila Babombi wilayani Mambasa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu walioko katika eneo hilo, miili hiyo ilikuwa tayari imeanza kuoza kwa kiwango kikubwa, jambo linaonyesha kwamba watu hao waliuawa siku kadhaa zilizopita kabla ya kugunduliwa. Miongoni mwa wasiri wao kuna mwanamke mmoja, huku wengine wakiwa wanaume ambao utambulisho wao bado hajajulikana rasmi. Mashahidi na baadhi ya viongozi wa kijamii wanaeleza kuwa hali ya miili hiyo imefanya iwe vigumu kutambua kwa haraka. Hata hivyo, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa baadhi ya wasiriwa walikuwa wamevalishwa sare za kijeshi. Aliwamezua maswali mengi miongoni mwa wananchi na viongozi wa eneo hilo kuhusu mazingira yaliyosababisha vifo vya watu hao. Baadhi ya watetezi haki za binadamu wanaamini kwamba wasiriwa wao wanaweza kuwa miongoni mwa watu waliotekwa nyara wakati wa mashambulizi yaliyofanywa katika maeneo ya Biakato na vitongoji vyake kati ya tarehe 7 na tarehe 8 Mei mwaka huu. Kipindi hicho cha mashambulizi kadhaa yaliripotiwa katika sehemu mbalimbali ya Mambasa, ambako wananchi walipoteza maisha, huku wengine wakichukuliwa na watu wenye silaha na kupelekwa kusikojulikana. Ingawa kuna utambulisho rasmi uliotolewa na mamlaka za usalama kuhusu wahusika wa tukio hilo, mashaka mengi yameelekezwa kwa waasi wa kundi la Defe ambalo limekuwa likihusishwa na mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya Ituri na Kivu Kaskazini. Kundi hilo linaendelea kutajwa katika matukio mengi ya mauaji ya raia, utekaji nyara na uvamizi wa vijiji katika miezi ya hivi karibuni. Ugunduzi wa miili 7 umeibua huzuni kubwa kwa wakazi wa Biakato na maeneo jirani. Wananchi wengi wanaeleza hofu yao kutokana na kuendelea kwa matukio ya ukosefu wa usalama ambao tayari yameathiri maisha ya kila siku ya familia nyingi. Wengine wanasema wamekuwa wakilazimika kuishi kwa tahadhari kubwa, huku wakihofia mashambulizi mapya yanayoweza kutokea wakati wowote. Viongozi wa kijamii na mashirika ya kutetea haki za binadamu wamezitaka mamlaka za kijeshi na kiraia kuongeza juhudi za kuwalinda wananchi pamoja na kuhakikisha uchunguzi wa tukio hilo. Wanasema ni muhimu kubaini utambulisho wa wasiriwa, kuwafahamisha ndugu zao na kuhakikisha wahusika wa mauaji yao wanawajibishwa mbele ya sheria. Kwa upande wake, jamii eneo hilo inaendelea kuomboleza huku ikisubiri matokeo ya uchunguzi utakayosaidia kuelewa kilichotokelea. Familia nyingi ambazo watu hao walipoteza wakati wa mashambulizi ya mwezi Mei zinatarajiwa kwamba uchunguzi wao unaweza kusaidia kutoa mwanga kuhusu hatima ya ndugu zao ambao hawajulikani walipo hadi sasa. Tukio linaongeza orodha matukio ya kusitisha ambayo inaendelea kuripotiwa katika mkoa wa Ituri kwa miaka kadhaa sasa. Licha ya operesheni mbalimbali za kijeshi zinazofanyika dhidi ya makundi yenye silaha, wananchi bado wanaendelea kukabiliana na changamoto kubwa za kiusalama, huku mashambulizi, mauaji na utekaji nyara vikisalia kuwa tishio kubwa kwa maisha yao. Mpaka sasa mamlaka husika zinaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, huku wakazi wa Mambasa wakitumaini kuwa hatua madhubuti za chukuliwa ili kurejesha amani na kuzuia matukio kama haya kujirudilia katika siku zijazo. Habari hii imeendelea kushtua wakazi wa Ituri na kuonyesha kwa mara kadhaa haja ya kuimarisha usalama katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya kisilaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sauti za kuendelea kutafuta haki ya waasiriwa wa vita na migogoro ya silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kusikika katika ngazi za kimataifa. Maraini mbunge wa Ufaransa na aliyekuwa makamu wa rais wa bunge la Ufaransa Nadege Abomangoli, ambaye ametoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kimataifa kwa ajili ya kutambua mateso ya mamilioni ya Wakongo waliokumbwa na hasadi za vita vinavyodumu kwa miongo kadhaa nchini. Akizungumza kuhusu hali ya binadamu nchini Kongo, Nadege Abomangoli alikumbusha dunia kuwa nyuma ya takwimu zilizotolewa mara kwa mara kuna mamilioni ya watu ambao wamepoteza maisha yao, wengi wakulazimika kuyama makazi yao, huku maelfu ya wanawake, watoto na wanaume wakikumbwa na vitendo vya ukatili vinavyohusishwa na migogoro ya silaha. Mungu alieleza kuwa zaidi ya miaka 30 maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaendelea kushuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya usalama. Aliyo yamechangia kuzalisha moja ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani, huku mamilioni ya watu wakikosa makazi, elimu, huduma za afya na fursa ya maendeleo. Kwa mujibu wa mbunge wa Ufaransa, mateso wanapata wananchi wa Kongo hayawezi kusaulika wala kufunikwa kwa muda, na alisitiza kuwa ni wajibu wa jumuiya ya kimataifa kuendelea kusimama pamoja na waasiriwa ili kuhakikisha ukweli wa matukio yanayotokea unafahamika na haki inatendeka kwa wote walioathirika. Katika hotuba yake, Nadege Abomangoli akizungumzia pia hali inaendelea mashariki mwa Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu kaskazini na kusini, vile vile na Ituri, ambako mapigano kati ya makundi yenye silaha yameendelea kusababisha vifo vya raia na kuwalazimisha maelfu ya familia kuacha makazi yao kila mwaka. Alieleza kuwa licha juhudi mbalimbali za amani zinazofanywa na serikali ya Kongo, mashirika ya kikanda na jumuiya ya kimataifa, bado wananchi wengi wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mashambulizi, utekaji nyara na kiukaji mkubwa wa haki za binadamu unaripotiwa katika maeneo yenye migogoro. Mbunge huyo pia alitoa mkazo muhimu kwa kazi inayofanywa na Fonds National de Réparation des Victimes de Violences Sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, taasisi ya taifa inayohusika na fidia na utambuzi wa wasiriwa wa ukatili wa kingono unaohusiana na migogoro pamoja na uadilifu dhidi ya amani na usalama wa kibinadamu. Katika maelezo yake, taasisi hiyo imekuwa ikikusanya ushahidi wa nyaraka mbalimbali zinazohusiana na uhalifu unaotekelezwa nchini Kongo tangu miaka ya 90. Lengo la kazi hiyo ni kusaidia kutambua ukweli wa matukio yaliyotokea na kuweka misingi wa hatua wa kisheria dhidi ya wahusika wa uhalifu huo. Nadege Abomangoli alisitiza kuwa kumbukumbu za matukio hayo ni muhimu kwa sababu zinaweza kusaidia katika mchakato wa haki ya mpito, maridhiano na ujenzi wa amani ya kudumu. Alieleza kuwa bila ukweli na uwajibikaji itakuwa vigumu kwa waasiriwa kupata haki wanayoistahili. Mbunge huyo aligusia mada ya uhalifu mkubwa wa kibinadamu, akisema kuwa baadhi ya matukio yanayorekodiwa katika historia ya migogoro ya Kongo yanahitaji kuchunguzwa kwa kina ili kubaini kama yanaweza kuangukia katika makundi ya uhalifu wa kivita. Uhalifu dhidi ya binadamu au hata vitendo vinavyoweza kutafsiriwa kisheria kama mauaji ya kimbali. Kwa leo nakuja katika kipindi ambacho mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu yanaendelea kuhimiza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu matukio mengi ya mauaji ya raia, ubakaji, uhamishaji wa kulazimishwa na wananchi na uporaji wa mali unaoripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo kwa miaka mingi. Mbunge wa Ufaransa alitoa wito kwa mataifa mbalimbali duniani, mashirika ya kimataifa na taasisi za haki za binadamu kuendelea kushirikiana katika kusaidia waasiriwa wa migogoro nchini Kongo. Kwa mtazamo wake, mshikamano wa kitaifa ni muhimu ili kuhakikisha kwamba mateso yanayopata mamilioni ya Wakongo hayatapita bila kutambuliwa. Alisema kuwa juhudi hizo zinapaswa kujengwa kwa misingi ya ukweli, kumbukumbu na haki ikiwemo mengi. Alisema ni lazima historia iliyotokea julikane, waasiriwa wasikilizwe na wahusika wajibishwe ili kuzuia kurudiwa katika matukio kama hayo siku zijazo. Kauli za mbunge huyo zimepokelewa kwa ishara na kuendelea kuwa uungwaji mkono kwa baadhi ya viongozi wa kimataifa kwa madai yaliyoasiriwa wa vita nchini Kongo. Wakati huo, wananchi wengi wanaendelea kutarajia kuona hatua za vitendo zikichukuliwa katika ngazi za kimataifa ili kusaidia kurejesha amani, kuimarisha haki na kutoa matumaini mapya kwa mamilioni wa watu walioasiriwa na migogoro muda mrefu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Depuis des décennies, des millions de Congolaises et de Congolais ont été déplacés, violés, massacrés dans le cadre de conflits au cœur desquels la lutte pour le contrôle des ressources stratégiques est centrale. À cet égard, la RDC a engagé notamment à travers le Fonds National de Réparation des Victimes un important travail de documentation et de qualification juridique des crimes commis sur son territoire depuis les années 90. Ces travaux visent notamment à faire reconnaître les massacres potentiellement constitutifs de crimes de génocide dont le moteur a été la prédation des ressources naturelles stratégiques du pays. Dans ce cadre, nos acteurs économiques également tenus par les normes du droit français
et internationale pourrait proposer des alternatives viables, écologiques, durables aux partenariats portés par la Chine et les États-Unis, caractérisés par la même prédation que ce texte tend à juguler. La RDC, qui est une puissance majeure en Afrique centrale par sa démographie, sa jeunesse et ses ressources. Je partage également le principe de construction d'une relation économique franco-congolaise fondée sur le respect mutuel et le refus des logiques prédatrices qui ont trop souvent caractérisé la diplomatie française, notamment dans son ancienne sphère coloniale. Et je terminerai en exprimant évidemment ma solidarité à l'égard des victimes congolaises des agressions répétées par les milices soutenues par des pays voisins comme le Rwanda et de ses supplétifs, trop souvent relégués au second rang de l'actualité internationale, et évidemment solidarité aux Congolais qui subissent l'épidémie d'Ebola et pour laquelle la solidarité internationale doit être évidemment affermie. Safari za ndege na za biashara zinazobeba abiria katika uwanja wa ndege wa Bunia mkoani Ituri zimesimamishwa tena kuanzia siku ya jana Jumamosi tarehe 6 Juni, ikiwa ni siku 5 tu baada ya shughuli hizo kurejea kawaida. Uamuzi umechukuliwa na mamlaka husika kwa lengo la kuimarisha hatua za kinga dhidi ya ugonjwa hatari wa Ebola ambao unaendelea kuzua wasiwasi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, kusimamishwa kwa safari hizo kunalenga kutoa nafasi ya kufungwa kwa vifaa vipya vya uchunguzi wa afya pamoja na vifaa vya usafi vinavyotumika kuwachunguza na kuwafuatilia wasafiri wanaopita katika uwanja huo wa ndege. Hatua ni sehemu ya mikakati wa kuzuia kuenea kwa virusi vya Ebola kutoka maeneo moja kwenda jingine kupitia usafiri wa anga. Licha kusimamisha kwa safari za abiria, mamlaka zinaendelea kuruhusu ndege za misaada ya kibinadamu pamoja na baadhi ya safari za usafirishaji wa vifaa maalumu. Ndege hizo zinatarajiwa kusaidia kupeleka dawa, vifaa vya matibabu na vifaa vingine vinavyohitajika katika mapambano dhidi ya Ebola. Anaonyesha umuhimu wa kuhakikisha kwamba shughuli za kukabiliana na ugonjwa huo haziathiri kutokana na vizuizi vilivyowekwa. Hadi kufikia mchana wa Jumamosi hiyo hakukuwa na taarifa rasmi iliyotolewa na uongozi wa uwanja wa ndege Bunia wala mamlaka za serikali kuhusu muda ambao kusimamishwa huo kutadumu. Pia hakukuelezwa wazi ikiwa hatua hiyo itahusu safari zote za biashara au kama kuna masharti mengine maalum yanayotumika katika kipindi hiki. Uwanja wa ndege wa Bunia unachukuliwa kuwa moja ya miundombinu muhimu sana katika jimbo la Ituri. Baada ya kusaidia usafiri wa wananchi, uwanja huo pia unatumika katika usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya watu walioathiriwa na migogoro mbalimbali na majanga vile. Kutokana na nafasi yake hiyo muhimu, mamlaka za afya zinaona kuwa ni lazima kuwe na udhibiti mkali wa usafiri ili kuzuia virusi vya Ebola kusambaa katika maeneo mengine ya nchi. Wataalamu wa afya wanaeleza kwamba maeneo ya mipakani, viwanja vya ndege na vituo vya usafiri vya umma ni sehemu muhimu katika mfumo wa ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko. Ndio sababu serikali imeamua kuchukua hatua za tahadhari kabla hali haijawa mbaya zaidi. Hatua hizi zinatarajiwa kusaidia kubaini mapema watu wanaoweza kuwa na dalili za ugonjwa huo na kuzuia kuendelea kwa na safari kabla ya kufanywa uchunguzi wa kina. Uamuzi unaonyesha tahadhari kubwa ya mamlaka za Ituri mbele ya hali ya kiafya na uzidi kuleta hofu miongoni mwa wananchi. Wakati wa kusubiri mawasiliano rasmi kuhusu muda wa kusimamishwa kwa safari hizo, abiria wote walikuwa wamepanga kusafiri kupitia Bunia wanashauriwa kuwasiliana na kampuni zao za ndege ili kupata taarifa za hivi karibuni kuhusu safari zao au hatua zinazopaswa kufuatwa. Hatua imekuja wakati ambako uwanja wa ndege wa Bunia ulikuwa umefunguliwa tena mwanzoni mwa mwezi huu Juni baada ya siku kadhaa za vizuizi vilivyowekwa kutokana na tahadhari za kiafya. Wengi walikuwa na matumaini kuona shughuli za usafiri zikirejea kawaida hatua kwa hatua, lakini kurejea kwa tishio la Ebola kumelazimisha mamlaka kuchukua tena hatua kali za kujikinga ili kulinda afya ya wananchi na kuzuia ugonjwa huo kuenea katika maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matukio mawili tofauti ya kiusalama yaripotiwa katika wilaya Nyiragongo mkoani Kivu Kaskazini kati ya usiku wa tarehe 5 na tarehe 6 Juni. Matukio haya yanahusu kutekwa nyara kwa wananchi mmoja katika kijiji cha Kanguri na kifo cha afisa mmoja wa usalama katika kijiji cha Ngangi ya 3. Habari hizi zimeongeza wasiwasi miongoni mwa wakazi wa eneo ambao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio la kwanza litokea katika kijiji cha Kanguri kilichopo katika kundi la Kibati. Mwananchi anayejulikana kwa jina la Bora Sekene aliripotiwa kutekwa nyara na watu wenye silaha waliomvamia nyumbani kwake wakati usiku kuamkia tarehe 6 Juni.
Mashahidi wa eneo hilo wanaeleza kuwa watu wao waliingia nyumbani kwake na kwa nguvu kabla kumchukua na kuondoka naye kuelekea mahali kusikojulikana. Tangu wakati hakuna taarifa rasmi zilizopatikana kuhusu alipopelekwa au hali yake ya sasa. Wakazi wa Kangura wanasema tukio hilo limeacha wengi katika hofu kubwa, hasa kutokana na kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara vinavyoripotiwa mara kwa mara katika maeneo mbalimbali ya Nyiragongo. Familia ya Bora Sekeni imeeleza kuwa inaendelea kufanya juhudi za kufuata taarifa kuhusu ndugu zao, lakini hadi sasa hakuna mawasiliano yoyote kutoka kwa watekaji wake wala dalili mahali alipofichwa. Baadhi ya watu wa karibu wa familia hiyo wameomba mamlaka husika na viongozi wa eneo hilo kuingilia kati haraka ili kusaidia katika jitihada za kumtafuta na kuhakikisha anapatikana akiwa salama. Wanasema kila saa inayopita bila habari mpya inaongeza majonzi na wasiwasi kwa ndugu zake. Wananchi wa Kaguri wanaendelea kuishi katika hofu ya sitofahamu kuhusu hatma ya Bora Sekeni. Tukio hilo la kusitisha liliripotiwa katika kijiji cha Kangi ya 3 kilichopo katikati ya kundi la Munigi. Kwa mujibu wa mashahidi walikuwepo eneo la tukio, afisa mmoja wa usalama aliyekuwa akifanya kazi katika utawala wa eneo hilo na udhibitiwa na waasi wa M23 alipoteza maisha baada ya kupigwa risasi ndani ya ofisi ya kijiji. Taarifa zote zinaeleza kuwa afisa huyo alijeruhiwa kwa risasi akiwa ndani ya ofisi yake kabla ya kufariki dunia papo hapo. Hata hivyo, mazingira halisi ya tukio hilo bado haijafahamika wazi. Baadhi ya mashahidi wanasema kuwa huenda risasi hiyo ilitokea kwenye silaha iliyokuwa nayo mwenyewe, lakini hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha una uhakika kwa kile kilichotokea. Uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha tukio hilo na mazingira yaliyosababisha kifo chake. Kifo hicho kimezua maswali mengi miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku wengi wakisubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika kuhusu matokeo ya uchunguzi. Tukio linaongeza orodha ya matukio ya usalama yanayoripotiwa mara kwa mara katika maeneo ya Nyiragongo. Kwa miezi kadhaa sasa, wananchi wa wilaya hiyo wamekuwa wakilalamikia kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama inayojitokeza kwa njia mbalimbali: utekaji nyara, kutoweka kwa watu katika mazingira ya kutatanisha, mashambulizi ya watu wenye silaha na matukio mengine ya vurugu yamekuwa yakiripotiwa katika vijiji mbalimbali vya Kibati, Munigi na maeneo mengine ya jirani. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii wanaendelea kutoa wito wa tahadhari kuhusu hali hiyo. Wanasema kuwa wakazi wa maeneo ya vijiji ndio wanaobeba mizigo makubwa na matatizo ambayo sasa mara nyingi kukosa ulinzi wa kutosha na ukabiliwa na vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa watu wenye silaha. Wakati uchunguzi ukiendelea kuhusu kutoweka kwa Bora Sekeni na mazingira ya kifo cha afisa wa usalama wa Kangi ya 3, wakazi wa Nyiragongo wanaendelea kusubiri majibu yatakayosaidia kufahamu ukweli wa matukio hayo mawili yaliyotikisa eneo hilo ndani ya kipindi kifupi na saa chache. Hadi sasa kuna taarifa mpya zilizotolewa kuhusu mahali alipo Bora Sekeni wala kuhusu hitimisho la uchunguzi wa kifo cha afisa huyo wa kiusalama. Na ni kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 7 Juni mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Basi tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kwa pamoja nanyi katika kipindi chote cha kuletea matukio mbalimbali ya hapa na pale na ndani ya nje ya nchi. Asanteni sana kwa kuwa nasi na kwa kuwa mchango wenu wa kutusikiliza mahali popote mlipo. Tunawatakia Jumapili njema yenye amani, baraka na mafanikio, na kwa wale wanaokwenda ibadani, Mungu endelee kuwabariki katika maombi yenu. Vile na kabla sijatimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo, naendelee kukumbusha wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, nikikusina kwamba kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nasema kujabone kwa vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu kila siku na shatu tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi na uendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikizwe kwa sehemu gani, naondoka tuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tuacha endelee kutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na uende tena tutanane katika taarifa zetu za mchana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha.
Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.